بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baad, ndugu Waislamu, hapa kuna maswali yenu, lakini ni mengi kidogo, tajibu mawili matatu, wakati mwingine inshallah tutamalizia yaliyobakia. Kuna dada mmoja kauliza hapa kwa njia ya klipu kuhusu mtu, na mimi nakuombeni maswali, hamna haja kurefusha story, story kubwa haina maana yani. Manake twende katika swali moja kwa moja, hayuko mtu mmoja. Kwa hivyo swali lilikuwa ni rahisi kuuliza tu. Mtu akaapa, kuna mtu anamkera ataka kumuoa naye hamtaki kwa sababu ana matatizo. Kwa hivyo baada ya kumkera sana akaona bora aape, amwambie kwamba wallahi mimi nimeolewa. Basi ishafahamika, hakuna story nzima. Kwa hivyo kuna dada kifupi ambaye kwamba alikuwa kuna mtu anamkera ataka muoe, naye alimuona, alimkataa kwa sababu ya tabia zake. Kwa hivyo na yule mtu kwa kila siku akimkera, yule dada mwisho akaambia kama mimi nimeolewa mpaka naanza kumkera mpaka bidi ape, wallahi mimi nimeolewa. Sasa nauliza vipi hukumu yake? Na alikuwa hana mume, si kwamba ana mume, lakini ilikuwa ndio hali hiyo naikimbia. Huyu dada alikuwa atienia katika moyo wake kwamba yeye ameolewa huko nyuma. Maana huyu dada aliolewa kaachwa, yani aseme nimeolewa, hakusudii kwamba sasa hivi, lakini katika nia sikusudii kwamba sasa hivi mimi nina mume, akusudia kwamba wallahi nimeolewa, yani atienia kwamba huko nyuma nimeolewa. Lakini yule mwenye kusikiliza adhanie kwamba sasa hivi. Mtu anatakiwa sema namna hiyo yani kitu inakuwa nakipeleka pahala pengine ambapo kwamba kilikuwepo, lakini yule anafahamu pengine, wewe unakusudia vingine. Katika hali kama hii yani, si katika hali zote, katika hali ambayo kwamba mtu itampelekea katika kupata matatizo tu ndio atatumia. Hii ndio takia ambayo kwamba katika Uislamu uliofundishwa. Mtu akiwa atapata matatizo, madhara yoyote, anaweza kusema hivyo akakusudia vingine. Umefahamu kwa hivyo na imekuja katika hadithi hiyo vile vile. Kwa hivyo inna fi at-ta'rid la manduha anil kadhib, mtu anapo ndio kama hivyo ulivyosema, yani kwamba hiyo inakuwa haihesabii kama ni uongo yani huo. Sasa kifupi, madamu wewe hukuja kusudia hivyo na umeapa, itabidi ufanye kafara. Kafara yako utalisha maskini 10, au kwanza kuna mambo matatu: kulisha maskini 10, au kuwavisha nguo ambazo kwamba zinatosha kwa kusalia, au kuachia mtumwa kwa leo tena. Kwa hivyo ama utalisha maskini 10 au utawavisha maskini 10, mlo mmoja unatosha. Kama hayo huyawezi, ndio utafunga siku 3. Usikimbilie kufunga kwanza kwanza kimbilia kufanya kwanza. Unaanza katika hayo matatu ya mwanzo, na khiari unalotaka unafanya: kuachia mtumwa, kulisha maskini 10, kuwavisha maskini 10, na khiari yako. Kama hayo huyawezi, ndio utakwenda la 4. Usije ukafanya la 4 ili hali matatu ya mwanzo unayaweza. La 4 ndio utafunga siku 3 kama yale matatu ukiyaweza. Wallahu tabaraka taala a'lam wa hikam.